nina swali. Mmesema hapa wazee na walemavu watapata mkopo. Huo mkopo utapatikana kwa mtindo gani? Upo hivi. Sasa hii sera kwenye mkopo haijabadilishwa bado. Toleo la mwaka 2024, sawa? Limesema kwa upande wa wazee kutatafutwa wawezeshaji ambao hawa ni watu wa kujitolea. Naam, mtazamaji wa Faruku Online TV, hili ni baraza la wazee la kata Majengo lililopo halmashauri ya manispaa Mtwara Mikindani hapa mkoani Mtwara, ambapo wazee hawa wameelezewa haki zao, majukumu yao pamoja na fursa ambazo wazee hawa wanapaswa kuzichangamkia. Hapa afisa ustawi wa jamii kutoka manispaa Mtwara Mikindani anaelezea haki na wajibu wa wazee hawa, ikiwemo kupata matibabu bure kwenye hospitali za serikali. Kwa majina naitwa Emmanuel Mchaimwe Mbonea, miongoni mwa maafisa Majengo, miongoni mwa kata ambazo zinapatikana manispaa hii. Tulikuwa na shughuli ya kuhuisha baraza la wazee la kata. Kulingana na mwongozo au sera ya baraza la wazee la kata ya mwaka 2003, toleo la mwaka 2004 lililotoka Oktoba, inaelekeza wazi ya kwamba tuhuishe mabaraza haya, lakini tuwaeleze wazee haki zao na stahiki zao na ustawi wao katika jamii. Hakika nimependezeshwa sana na uongozi, lakini pamoja na mshukuru Mheshimiwa Rais pamoja na jopo lake, wakati ambapo wametuelekeza kulingana na uongozi ambapo ulikuja katika manispaa yetu, tusambaze na hatimaye tuwape taarifa wazee ya kwamba nao wana haki, nao ni watu, nao wana wajibu wa kujaliwa, hasa katika matoleo ya matibabu mahospitalini, lakini pamoja na ruzuku za matibabu ya bure. Wanatibiwa na hatimaye nimepata faraja kuona ya kwamba wanaendelea vyema, na baraza hatimaye limehuishwa na lipo vizuri na viongozi wa mabaraza yale, na hatimaye tunaingia katika majukumu ya utendaji kazi. Kwa majina naitwa Mafelista Joseph Nandala, ni mkazi wa Majengo, Mtwara Mikindani. Leo kwanza nafurahi kwa sababu diwani wetu ametukusanya wazee wakati ya Majengo na tumeitika wito wake. Mengi ambayo ametuambia ni mazuri tu, ila siwezi kurudia kama alivyozungumza mwenzangu. Omba baba, mimi naomba kwenye serikali kitu kimoja, sisi kama wazee tuwezeshwe wala miradi midogo midogo kama ya ufugaji labda pengine, au kilimo cha mboga mboga labda, ili zoezi kutusaidia kama wazee. Maana kusema kama tupate ufugaji kupeleka malishoni tutaweza, au kilimo kabisa cha kulima hatuia mboga mboga tutaweza. Mimi naitwa Dadi Hassan Ndomba, ni mkazi wa mkazi wa kata Majengo, mtaa Gezolole. Leo tulikuwa na kikao cha wazee ambacho tumejumuika karibu wazee takribani 70 kuiweka sawa kata yetu ya Majengo kuhusu wazee. Tumezungumzia mambo mbalimbali ili ya ushirikiano, ili tuweze kufanya mipango na kuweka sawa katika utaratibu wa kazi zetu za wazee. Tumejadiliana kwamba sisi wazee naye tusikae hivi, tuwe na jambo lolote la kuweza kufanya shughuli za maendeleo kama miradi midogo midogo ambayo sisi wazee itatusaidia katika maisha yetu ya uzee wetu. Naye diwani wa kata hiyo Majengo, lakini pia naibu meya manispaa Mtwara Mikindani, Mheshimiwa Sixmund John Lungu, ametoa pongezi kwa wazee hawa kwa kuweza kuunda baraza hilo, lakini pia amewaahidi ataendelea kuwaonyesha fursa za kiuchumi ili ziweze kuwasaidia hususani kwenye maisha yao. Kata ya Majengo ni kata ambayo imebarikiwa, ina neema, na naamini kwa sababu ya wazee. Mliponichagua kuwa diwani, mwisho wa siku na wengine wakaona bado naweza kuendelea kuwa naibu meya wa manispaa ya Mtwara Mikindani, na kweli nikaendelea kuwa naibu meya wa manispaa ya Mtwara Mikindani. Kwa hiyo nawashukuruni sana. Lakini mbunge naye, sababu tulimchagua vyema kabisa, naye sasa amekuwa waziri wa maendeleo ya vijana. Kwa hiyo tunawashukuru sana wana Majengo kwa umoja wenu kwa kuona haya mambo yote kwa pamoja tunaweza tukayafanikisha. Lakini mimi nataka niwaambie kitu wazee wangu, haya yote ambayo tumeyazungumza hapa, sisi ni daraja. Viongozi mnaotuona huku wote sisi ni daraja. Mawazo yanatokana na nyinyi, mawazo yanaibuliwa na nyinyi. Mnatuita, tunakaa pamoja kama tulivyokaa leo, mnasema kwamba bana tunahitaji 1, 2, 3, 4, 5. Na katika haya tunayohitaji tunadhani
tukipita njia hii hapa mpaka hapa tutafanikisha 1 2 3 4 5. Sasa sisi tunachukua yale maono yenu ambayo nyinyi mmeyatengeneza, ndio tunaenda kuyafanyia kazi. Lakini baadhi ya wazee wanaamini kwamba ukishakuwa kiongozi ndio mwenye dhamana ya kufanya kila kitu. Kwa maana wewe unasubiri tu kila kitu anafanya kiongozi afu wewe anakuletea. Hapana, ndio maana kukawekwa mabaraza ya wazee. Kwa hiyo kwenye vikao vyenu mtakapokuwa mnakaa, aidha mmenialika au hamkunialika, tunao wajibu wa sisi kutengeneza mipango. Mimi mmenichagua ili munitume, ili niwatumikie, ili munitumikishe. Mimi ni mtumishi wenu. Sasa nawezaje kuwa mtumishi wenu? Kwa mawazo yenu mliokuwa nayo. Pale mtu anapokuwa na wazo, ndio maana hapa kuna wakati tulikuwa tunahimizana, jamani, sema. Tunataka mseme, kwa sababu inawezekana mheshimiwa diwani hawezi kupita kwenye kila nyumba ya hapa, mpo watu zaidi ya 60-70. Sasa inawezekana nikaweza kupita mote, lakini katika hali ya kawaida, ili tusiweke kuna watu maalum wengine sio maalum, tunakutana pamoja maeneo yetu ya nini, ya ofisi, na ndio maana tumekaa hapa. Lakini inawezekana pia siku nikapata wasa nikapita kwa mzee Chiwaula, siku nikapita kwa mzee Ndomba, siku nikapita kwa mzee mwingine na mwingine. Huo ni utaratibu tu wa kibinadamu, lakini vizuri tukikaa hapa pamoja, kwa maana hakuwezi kuleta kuweka yale madaraja kwamba yule bwana diwani yeye akipita barabara hii kwenda Gizaulole kwa Chiwaula, basi yeye ndio anamuona mzee wake kwenye kata ya Majengo. Wazee wengine hapana. Ndio maana tukatengeneza baraza hili, tuunde vikundi vidogo sisi wazee. Kuna watu wanajibundu hapa kupata 2,200, sio kila siku, lakini kwa wiki unapeka bwana vikoba vya shilingi 50, 60 mnacheza na uzee wenu huo. Ndachunda vikundi vya watu 5 bukubuku au 500. Tuendelee kwa mtindo huu ili serikali tuone, wafadhili watuone. 2, nitamaliza sasa hivi, ninajua mna hamu na nauli. 2, mimi mwenyekiti wa baraza la wazee Majengo, kuna baraza la usuluhishi. Kesi zote zinazohusu Majengo hazipitii polisi, zinapitia kata ya Majengo kwenye baraza la usuluhishi, na mimi mwenyewe ndo mwenyekiti wa baraza la usuluhishi na wajumbe wangu 5, na tumeshasuluhisha kesi zaidi ya 8 na zimeenda vizuri, na kesho tuna kesi hapa saa 10. Kinachoendelea hapa, wewe ukipatwa na matatizo, mtu umwelewe, umeonea, umezulumiwa, ufenyeje, njoo ufungue kesi hapa, usinifuate mimi, kuna katibu wetu yupo. Kutokea hapa kata hii ya Majengo, halmashauri ya manispaa Mtwara Mikindani, mimi sina la ziada. Naitwa Faruku Munyani. Hii ni Faruku Online TV.